Naam, mtazamaji wa Njombe TV, kama ilivyo ada, kila siku sisi kukuletea stories, habari, makala, lakini vile vile mahojiano, na hii leo tumefanikiwa kukutana na mdau wa maendeleo kutoka kwa Njombe, lakini hasa halmashauri ya mji wa Njombe. Na kikubwa leo ambacho tutaenda kujadili ni kuhusiana na kubadili jina la halmashauri ya mji wa Njombe kuwa Njombe Kusini. Na ikumbuke kwamba mdau ambaye tuko naye leo ni mmoja ya waliofanya maamuzi ya kubadili jina hilo, ambaye ni diwani wa kata ya Njombe mjini. Vile vile tutajikita kuzungumzia umuhimu wa kugawa maeneo ya utawala kwa level ya kata, kwa level ya majimbo, lakini vile vile hata kuongeza pia halmashauri. Bwana Alatanga Lutondo Nyagawa, karibu sana Njombe TV. Kwa kweli namshukuru Mungu sana, nashukuru kwamba angalau leo tunaweza kuongea na Watanzania na dunia nzima kupitia TV yenu nzuri hii ambayo inafanya kazi nzuri sana katika dunia hii. Mliangalia nini mpaka mkafikia hatua ya kufikiri kubadili jina kutoka halmashauri ya kutoka jimbo la Njombe mjini kwenda jimbo la Njombe Kusini? Nyinyi ni watu ambao mmeaminiwa na wananchi, mlifikiria nini? Ndugu mwandishi, niseme ukweli kwamba mimi nimeshiriki vizuri sana katika mchakato huu wa kubadilisha jina kutoka Njombe mjini kwenda Njombe Kusini. Kimsingi hili hoja waheshimiwa madiwani walijadili. Nini kijiri katika mjadala sio hoja kwa sasa, kwa sababu hoja tunayoibeba ni ile ambayo madiwani tulikubaliana nini baada ya mjadala wa kitaalamu ya madiwani. Kiukweli ni kwamba wazo hili la kubadilisha jina kutoka jimbo la Njombe mjini na kwenda Njombe Kusini lilikuja katika mahangaiko. Tuseme katika mahangaiko kwa sababu jina Njombe mjini, tafsiri ya watu wa kawaida, ukisema Njombe mjini wanaona kama ni mjini kweli kweli. Sasa ukiona vitu kama Njombe Luponde, Njombe Makoo, Njombe Ngelamo ni kama mbali kidogo, hailipi sana kusema Njombe mjini, kwa sababu ni vijiji pase, ni vijiji ambavyo ni vijiji kweli kweli. Kwa hiyo mawazo ya haraka basi hata jina huwa linaweza kumtafsiri mtu au kitu, kwamba ukisema huyu mtu anaitwa Masumbuko, basi unaweza kuona huyu mtu aliyempa jina hili labda kuna mahali kulikuwa na shida au matatizo. Kwa hiyo tukasema basi hebu tuone jina ambalo mtu wa Luponde, mtu wa Makoo hata jisikia vibaya akiitwa jimbo la Njombe Kusini, kwa sababu Njombe Kusini haijalishi kama ni mjini au nini. Kwa hiyo chamani ni kusini, kama kusini Unguja, mashariki Unguja au nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo katika mijadala bila kuchukua hoja ya mtu moja, kauli ya mwisho iliyojadiliwa tubadilishe jina kutoka Njombe mjini kwenda Njombe Kusini. Kwa hiyo ni jina tu, ni jina tu, hakukuwa na jambo lingine lolote. Ni kweli unapobadilisha jina, nimesema kwamba majina yana tafsiri sana, yana maana sana katika maisha ya binadamu. Ukimpa mtu jina lazima kwa kweli ufikirie mara mbili mara tatu, hili jina linaweza kuonyesha picha gani? Ukisema huyu anaitwa Bonge, maana yake automatic mtu hata kama ni kipofu anasema huyu anaitwa Bonge, atajua kwamba huyu miguu yake ni minene, tumbo lake ni nene, au kichwa chake ni kinene, ndio anaitwa Bonge. Lakini yule kipofu akafumbua macho akamuona yule mtu anaitwa Bonge kumbe ni mdogo sana, atashangaa sana. Mlipitia mchakato gani mpaka kufikia? Tulipitia kwenye vikao vya madiwani, kwa maana kwamba baraza la madiwani walipopitia baraza la madiwani tukaijadili. Walianza kwanza wenzetu ambao wanaingia kwenye kamati ya fedha, walijadili wakalipitisha, ikaja kwenye sasa full council kuona sasa mnafanyaje hilo jina. Na hoja zilizosema ndio tubadilishe zilishinda, hoja ambazo pengine zilikuwa na mawazo tofauti zilishindwa. Sasa mkishakubaliana kwamba hoja imeshinda bila kujali interest ya mtu moja, makubaliano ya baraza ilikuja na jina tubadilishe kutoka Njombe mjini kwenda Njombe Kusini. Kwa hiyo hile ndio jibu ambalo kwa kweli baraza madiwani la Njombe mjini lilifanya. Sio jina geni. Zamani
jimbo hili pia liliitwa Njombe Kusini. Ndio. Baadaye likaja Njombe Mjini. Ndio. Kinabadilika nini hapo? Kimsingi zipo hoja, ziko logic kwamba logic ya kwanza ambayo nilisema juu ya jina la mtu anaopewa, lakini hile la Njombe Mjini lilikuwa lina faida kubwa, kwa maana kwamba ukishataja Njombe Mjini, jimbo la Njombe Mjini, halmashauri ya Njombe Mjini, maana yake ina madhara sana kisheria. Kisheria ni kwamba ukishasema ni mji, basi hata sheria kwa mfano ambazo watu wa Njombe wanatumia zaidi mambo ya ardhi, itabeba sheria namba 4 ya ardhi katika nchi ya Tanzania. Maana yake ina madhara makubwa sana, hasa kwa wananchi wanaokaa vijijini, wanaokaa kule Kifanya, kule Ihanga, kule Itipula, kule Mikongo, kule Makoo. Wanapata shida kwa sababu huwezi kupata haki za mtu wa kijijini, wewe ni mjini. Na nilimuuliza mtu mmoja waliopendekeza jina hili, katika akili ya kawaida ya binadamu aliyekwenda shule kidogo tu, walioleta jina la Njombe Mjini walikuwa na akili ya juu sana. Walikuwa na akili kwa sababu dunia hii watu, idadi katika dunia hii inaongezeka, haipungui. Njombe Mjini tuna bahati kwamba tuna eneo kubwa, tuna bank, tuna hifadhi ya eneo kubwa. Watu sio wengi, lakini hifadhi ya eneo ni kubwa. Maana yake tunaweza kupitia sheria hii namba 4 tukaendelea kuongeza ukubwa wa mji wetu bila kuhitaji kukopa sehemu nyingine, jimbo nyingine au mkoa mwingine. Kwa sisi tayari na kipande cha ardhi ambao tunaweza kukopa. Yaani sio na kutumia, ni kwamba ni akiba tu. Yaani unapokuwa na Iwemba, tulianza wakati wa Njombe inaitwa Njombe Mji, inapotangazwa tu sheria ile. Njombe Iwemba pale ilikuwa ni kijiji, lakini baadaye watu wameongezeka, makazi yameongezeka, inaitwa sasa hivi mtaa, sio kijiji tena. Kwa hiyo maana yake ni faida kubwa kwa sheria inayoongoza mji wa Njombe. Sheria za serikali za mitaa kuhusiana na miji ni faida sana kwa watu wanaokaa Njombe. Kwa hiyo naiona ni nzuri sana. Watu wanasema hizi ni jitihada za kuelekea kuligawa jimbo, labda liwe na mjini na vijijini, lakini wengine wanasema hizi ni hatua za kuelekea manispaa. Kuna ukweli wowote kwamba mmeamua kuanza na jina? Kuwa Njombe Mjini ni hatua muhimu sana kwenda kwenye manispaa. Lakini pia manispaa hii tunatarajia kama Mungu akisaidia isiumize watu wa vijijini ambao tumeweka hazina ya ardhi kule. Kwa sababu kwa kweli sheria namba 4 inamuumiza mwananchi ambaye anatamani kuishi kwa kufuata taratibu za kijijini. Watu ambao wana ardhi yao, watu ambao wana mimali yao mingi sana kule vijijini, wangetamani kupata hati za kimila, wangehitaji kutumia sheria namba 5 ya ardhi ili wafaidike kutokana na ardhi yao kubwa. Lakini once watakapokuwa hii benki imetumika kwa watu wa Njombe Mjini, automatic mwananchi unaanza kukosa haki zako kidogo kidogo, hasa kwenye mambo ya ardhi. Ni kweli nyumba zitakuonekana nzuri sana, zitajengwa nzuri sana, mpaka Luponde utakuwa ni mitaa, itapendeza sana, nyumba zitakuwa nzuri sana, lakini mwananchi mmoja mmoja, wale mabilionea, matajiri wa ardhi, wataanza kupoteza ile haki kidogo kidogo, wataanza kupoteza kidogo kidogo. Kwa hiyo mimi sasa kama Nyagawa, nje ya baraza madiwani, ninatamani vijiji vilivyopo mbali na Njombe Mjini viitwe vijiji, na ikiwezekana vipewe eneo lao la utawala. Kwa hiyo wewe maoni yako ni nini? Itwe Njombe Mjini, itwe Njombe Kusini? Mimi yote, unajua kama tumefanya kosa. Tulipokubaliana kama tuite Njombe Kusini, hatukufanya ushawishi wa kutosha. Tulikuwa walegevu. Vikao vya juu vikatupiga. Kama tulipigwa maana tulifanya uzembe, kwa sababu jambo lolote kubwa unapotaka kwenda kuliamua unahitaji ushawishi, inaitwa lobbying and advocacy. Hapo usipofanya, wewe ni mzembe kama wazembe wengine. Utakuja kutoa jibu, bwana aliyesemaga ni fulani. Kitu ambacho nimekataa mwanzoni kwamba mimi sitaki kusema nani alisema, anaunga mkono nani alikataa. Tunachosema baraza lilisema nimekubali. Wala hatujui nani aleta hoja. Hoja ilikuja ya baraza. Kwa hiyo hapa kwa mtu makini ni kwamba tulileta hoja tukapigwa kwenye lobbying, kwenye kufanya ushawishi sasa, ili vikao vyote kuanzia chini mpaka juu vikubali hoja hii ambayo madiwani walitoa. Kwa hiyo mimi nikiri tu kwamba hoja ya madiwani ilikuwa legevu, hatukujipanga, tumepigwa, tumeshughulikiwa, na ukishapigwa mwanaume natakiwa ukubali. Hebu tupe faida. Kuna faida gani ukiwa unaitwa Njombe Mjini
Lakini kuna faida gani ukiwa unaitwa Njombe Kusini? Faida tu, sio hasara. Faida ninaiona kwamba faida, kwa mfano kwenye mambo ya kisiasa, sasa kwa wabunge, kwa mfano anaposema mimi natoka jimbo la Njombe Kusini, kuna baadhi ya maamuzi yanaweza kumsaidia kusema kumbe una vijiji vingapi, swali naweza kuja. Lakini ukisema natoka Njombe mjini, hakuna mtu ana haja hata hataji kuuliza, akuulize wewe una vijiji vingapi, swali unatoka mjini. Kwa hiyo watu wengi wanalipokea haraka, unatoka Njombe mjini nukta. Lakini sasa natoka Njombe Kusini, anaweza kukupa angalau karupo kakujibu maswali fulani. Kule Njombe Kusini kwani kuna vijiji vingapi? Ni hilo tu. Lakini vinginevyo kisheria, akija saa kwenye makaratasi anabaki pale pale, bwana wewe Njombe Kusini sawa, lakini dokumenti zangu zinanionyesha kwamba wewe uko mjini. Ni jimbo la mjini hili. Lakini nilisema kwamba kama kwenye zile faida za bahati, yani bahati nasibu, unasema Matola iko wapi? Unasema iko Njombe Kusini. Kwa hiyo mtu anaweza kukupa baadhi ya vitu kwa jina tu kwamba Matola iko Njombe Kusini, ni kijiji cha Matola. Lakini ukisema Matola iko wapi? Njombe mjini. Unajua ni mtaa fulani pale Njombe mjini ambao huhitaji hata kuja na swali la kuuliza. Kwa hiyo wanakukatia pale pale, kwa hiyo unakatwa. Kwa hiyo kiutaratibu wa kawaida, mimi nadhani jina lina faida sana. Tungefanikiwa kushawishi itwe Njombe Kusini kwa maana hiyo ya utawala wa kibunge, yani wabunge wetu, madiwani wetu wanaokwenda kule Dodoma au Dar es Salaam au nchi yoyote, kwamba unatoka natoka jimbo la Njombe South ambako kijichango kipo. Kwa hiyo hakuna, yani kuna faida kubwa kwa maana ya kawaida. Kama ndio sema mara ya kwanza nisema, ukimwita mtu anaitwa bonge, mtu anayekusikiliza anaona hilo ni mtu, hata ikawa ni giza, najua kwamba hilo ni mtu ni nene kweli. Shukrani sana, shukrani sana Mheshimiwa Diwani. Tunakushukuru sana kwa ufafanuzi wa eneo hilo la kuzungumzia umuhimu wa jina. Lakini sasa tuzungumzie kidogo kwenye kata yako. Ndio. Au tuzungumzie kata za Njombe mjini. Ni kama vile maeneo tawala yamekuwa makubwa sana. Kwa maoni yako unadhani kuna umuhimu wa kuongeza kata kwa kata zilizoko mjini? Kwa kweli hili wala mimi ninanyoka moja kwa moja, wala hitaji mjadala. Huwezi kuongoza kata ina watu 50,000, 60,000 kata moja. Hiyo biashara hiyo kule Zanzibar ilikuwa majimbo 10. Kuna watu majimbo yao ni 50 kama Madaba hivi, ina watu wakazi 50 tu, tena ambao ni scattered. Njombe mjini una watu 60,000 kata moja. Na hili lazima tulaumiane kwamba kuna wakati dirisha la usajili liliwahi kufunguliwa kwamba kateni kata. Kuna watu wengine kwa wabishi walisema tusajili, hatuachili kata, tugawi kata kwa interest ya watu tu kwenye vikao. Kwa hiyo umuhimu wa vikao ambavyo haviamui sawa sawa ndio unaweza kuona hapo kwamba dirisha lilikuwa wazi kwamba jamani, sasa ombeni kata. Watu kama Makambako waliomba kata, eneo dogo kama Njombe wamepata kata 7. Sisi eneo kubwa limebaki na kata tarafa nzima ya Njombe mjini watu zaidi ya 100,000 na ina watu ina kata 3, jambo ambalo sio sawa. Tunaelekea jioni, naweza kusema kwa maana ya kuelekea kwenye uchaguzi. Chochote kinaweza kufanyika hapa katikati au ndo tumeshachelewa? Yani kwa maana ya utaratibu na tamko la rais, sioni kama kuna dalili, kama kuna matumaini kwamba inaweza kukatwa kata yote au mtaa fulani ukazaliwa. Ninadhani ni pagumu sana, lakini nataka tunawaambie watazamaji na wasikilizaji kwamba hili jambo la kugawa maeneo ya kutawala wala sio zawadi kwa wale ambao watakuwa viongozi mle, ni kupeleka huduma haraka kwa wananchi. Mimi naunga mkono sana kata zilizokuwa kubwa zigawanywe, mitaa ambayo ni mikubwa igawanywe. Hakuna sababu ya kutetemeka kwamba labda tukigawa tutapata madiwani wengi sana Njombe mjini. Kwani shida iko wapi? Mkipata madiwani 7 hapa mjini au 6 ni faida kwa wananjombe, watapata huduma kwa urahisi zaidi kuliko kutawali eneo likubwa kama Kongo. Baadaye unaona kuna eneo miezi miwili utembelei kwa sababu ni ngumu sana. Kwa hiyo mimi naunga mkono Njombe mjini, ipo haja ya kugawa. Ramadhani ipo haja ya kugawa. Mji Mwema ipo haja ya kugawa. Tugawe haya maeneo ya kiutawala ili waweze watu wapate huduma sawa sawa na vile ambavyo sehemu nyingine hapa Tanzania wanapata. Viongozi wengi wa chama na serikali naweza kusema umekuwa kipigia chapuo walau kwamba basi
eneo hili la Njombe mjini lipate manispaa. Wewe ni diwani wa kwenye eneo la kitovu cha mji. Nini maoni yako? Mimi ningetamani kuwe na manispaa. Yes, ningetamani kuwa na hilo, lakini pia wala sio haraka kihivyo. Tunaweza, sababu sheria nyingine kama ilivyokuja halmashauri ya mji Njombe, hatukujipanga, tumeumiza wananchi vijijini. Vijiji vile ambavyo vilikuwa ni pure vijiji ambavyo vilihitaji huduma za sheria, kwa mfano ya ardhi na sheria nyingine zipate huduma kama huduma za umeme, huduma za maji. Tumechelewa sana. Kwa mfano umeme wa REA Njombe mjini, wana vijiji vingi vimechelewa kupata umeme wa REA kwa sababu ya jina tu kwamba Njombe mjini. Kwa hiyo halikuonekana kwenye mtandao kwamba wanahitaji kupata huduma ya bure huko umeme. Kwa hiyo hii mimi natamani manispaa ije, lakini ije na mpango kamili, isije kisiasa. Masharti yote yafuatwe kwamba hivi manispaa inazaliwaje. Kwa sababu mimi sioni atakayefaidika sana sana ikizaliwa manispaa hapa ni watawala. Yaani wale viongozi watafaidika zaidi kuliko wananchi wa kawaida. Kiongozi wa kawaida kiongozi atafaidika kwa sababu kama ni posho zitaongezeka. Kama ni diwani, posho zako za kikao cha manispaa ni tofauti na diwani aliyopo kwenye halmashauri za kawaida. Kwa hiyo ninaona kama hili lina faida zaidi kwa viongozi kuliko kwa wananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida atafaidika labda aliyopo katikati ya mjini hapa kwamba budget inaongezeka kwa ajili ya barabara za hapa mjini na nini, lakini kuna vitu bado mwananchi lazima aelekezwe vizuri kwamba manispaa faida yake ya ukweli ni ipi. Na tunajua kwamba sasa hivi unaenda kukamilisha kipindi chako cha kwanza cha utawala kwenye eneo ya kata ya Njombe mjini. Kwanza ningetamani kufahamu una mpango wa kuendelea au unataka kupumzika, lakini vile vile kuna alama gani ambayo unaweza kujivunia hata baadaye ukiwa ni mzee ukikaa unasema hili nilifanya mimi wakati wa utawala wangu? Yeah, kwa kweli ndugu mwandishi, ninakwenda sasa baada ya miezi miwili hivi tunakwenda kuachia madaraka kuwapa watu wengine ili waweze kufanya. Manake bunge pamoja na madiwani watastafishwa kwa mujibu wa sheria, watastafu. Halafu tunaanza na moja, na chama chetu cha Mapinduzi kimesema diwani yoyote, mbunge yoyote, hakuna mitano tena, aanze na moja. Yani ukishamaliza hiyo miaka unaanza na moja. Kwa hiyo ni hekima tu. Binafsi ninaona kama kwa miaka hii miwili ambayo nimekuwa diwani hapa Njombe tumesukuma mambo mengi sana. Mambo makubwa ambayo tumefanya hapa Njombe ni yale ambayo yalikuwa na kwenye mkwamo mkubwa. Kwa mfano, Njombe mjini kulikuwa na shida kubwa ya kituo cha kushuka na kupakia katikati ya mjini. Hapa mjini walikuwa wamezuiwa wananchi, hakuna kushuka na kupakiwa hapa katikati ya mji. Nikiwa diwani nimepambana na wenzangu viongozi mbalimbali hapa mjini, tumefanikiwa kurudisha kituo na wananchi. Imekuwa ni sherehe kubwa, imekuwa ni furaha kubwa. La pili ni mkakati mkubwa ambao nimeanzisha hapa Ogesha mji wako wa Njombe. Tangu nimeingia madarakani hapa tumeanza hii kampeni kubwa ya kuogesha mji wa Njombe na wananchi wamepokea sana. Nyumba ambazo zilikuwa zimeezekwa kwa mfano kwa bati za madebe ya zamani yale ya kuvutia kuuzia mafuta ya taa, sasa hivi hazipo mjini. Ukienda mjini pale utaona watu wamesafisha nyumba zao. Nyumba hata zile za miaka ya 1920 zimepikwa hata piko kidogo, zimewekwa makeup zinapendeza na watu wanaenjoy. Njombe mjini ukienda pale hata vichochoro ambao vilikuwa na uchafu mwingi sasa hivi vimepigwa lip. Kwa hiyo kama diwani wa mzalendo wa hapa Njombe, naona ni moja kati ya madiwani ambao tumefanya kazi kubwa Njombe na nimeacha alama hapa. Kulikuwa na maeneo ya kujenga shule kwa mfano mpya Shikizi kule Geleke pamoja na Block X ilikuwa imezuiliwa. Sheria ilikuwa wakiangalia kwenye makaratasi na goma, lakini mimi kama diwani mwanasheria hapa Njombe mjini tukaenda kwa vipengele, tukaona kwamba ukubwa wa ardhi ni nini, ni kwenda chini au juu. Tukagundua kwamba kumbe ukubwa wa ardhi unaweza kwenda juu pia, so lazima kupanua pembeni tu. Hii tumewashinda waliokuwa wanapinga hoja. Nimekwenda diwani na ninafurahi kwamba tumefanikiwa, lakini barabara nyingi ambazo zilikuwa zimekwama pia tumezifungua, lakini ni shule nyingi ambazo zilikuwa zinafelisha hapa mjini kwa miaka miwili tumefanya kazi kubwa. Shule sasa zinafaulisha sana, vifaa vya kufundishia vimeongezeka, kompyuta katika shule kwa mfano Mkombozi na Mabatini sekondari zimeongezeka, madarasa ya tehama chini ya uongozi wangu tumeongeza madarasa 2 ya tehama katika kata Njombe mjini. Hii ni historia katika mkoa wa Njombe. Sasa ninamaliza miezi 2. Je, nitarudia kuwa diwani au nitafanya nini? Kimsingi miezi 2 ni mingi. Naendelea kufikiria kwamba hivi ukimaliza darasa la 7 ni hiari ya wewe kurudia kama sheria inaruhusu kurudia darasa la 7 lele au kwenda sekondari
au kustafu kwenda kuoa au kwenda hata baada ya miezi miwili kama nitagombea au sitagombea. Lakini Mungu Roho Mtakatifu akinishuhudia, akinionyesha njia, pengine nitakwenda sekondari. Tuangalia gap, kama kuna shule fulani huko iko tupu, tutakwenda huko. Kama kuna madarasa yake, kuna madarasa shule nyingine, hata kama umefeli darasa la 7 unaweza kurudia kule afu utaperform. Mheshimiwa, tunakushukuru sana kwa muda wako na kwa mazungumzo haya ambayo tumeyazungumza, lakini vile vile tukuombe mtazamaji, endelea kufuatilia mitandao yetu. Tuko YouTube, tuko vile vile Facebook, Instagram na mitandao mingine kama Njombe TV. Kumbuka kwamba mazungumzo haya yatakuwa yanaletwa kila siku hapa hapa Njombe TV, na lengo likiwa ni kukufanya ujue shughuli mbalimbali za maendeleo, siasa na uchumi. Asante sana. Asante sana. Karibu tena. Asante sana.